Ombi kwa wewe msikilizaji, kama unaona huna muda wa kutosha kusikiliza hii video kuanzia mwanzo hadi mwisho, tafadhali unaweza ukaskip ukaiweka pembeni, baadaye ukipata muda wa kutosha ukaisikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho, kwa sababu kuna funzo kubwa sana katika hii story. Kuna funzo kubwa sana. Sasa kama utasikiliza nusu afu uache, huna chochote ambacho utakipata, na utakuwa umepoteza labda MB zako za bure, utakuwa umepoteza. Yaani kama unataka kusikiliza, hebu anza mwanzo hadi mwisho, alafu ndipo utakuja kupata hata kitu cha kuongea. Hii ni story ya kweli. Hii ni story ya kweli, ndio maana natamani kila mtu asikilize. Kila mtu asikilize kwa sababu inatuhusu kwenye maisha yetu haya ya kila siku. Na watu tumekuwa tunapenda kusikiliza vitu ambavyo wewe unavielekeza. Yaani wanataka kusikia kitu cha aina fulani. Lakini amini siamini, sometimes nataka usikilize kitu ambacho kitakufungua wewe akili. Yaani sikiliza kitu ambacho kitakupa kitu kipya kwenye kichwa chako, sio tu ushabiki kwamba unasikiliza hii, unajua unaanza mwanzo unajua mwisho wa siku hii inaishia hapa. Hebu tengeneza kitu kipya. Kwenye kama umeweka bando ili ujifunze, ili ufurahi, ili kwa nini usipate hicho kitu? Kwa nini bando wako unakuwa kidogo hapa, unaskip kidogo hapa? Anza mwanzo hadi mwisho, alafu njoo comment, utaniambia kwenye hiki ambacho umekisikia huku. Lazima kuna watu wewe wamepitia haya mambo, lakini watu hawajui, au hata kama sio wewe basi kuna hata jirani. Lazima kuna kitu utajifunza. Kwa hiyo sikiliza vitu ambavyo vinakufundisha, sio tu kila ambacho wewe unatamani kusikia ambacho hakina kiongezi chochote kwenye akili yako. Kila siku hakikisha unaongeza kitu kipya kwenye maisha yako. Asanteni, karibuni. Habari, leo tunaendelea na story yetu kali ya kusisimua ya kijana wetu anaitwa Akram. Last time tuliishia Akram anasema huyu mzee ambaye huwa anakuja nampa hela hapa maskani au hapa barabarani ambapo wao hulala na wahuni wenzie au na machokora na omba wenzie, amekuja tena, lakini ni time hii amekuja amemletea begi la nguo na amemuomba aende nyumbani akakuone. Baada ya kufika nyumbani alimkuta huyu mzee ana jumba kubwa sana la kifahari, lakini aliposimama pale kwenye lile jumba alimuona mtu ambaye yeye anamfahamu, na huyu mtu alikuwa ni babake mzazi. Japo yeye alimwambia huyu mzee aliyekuja kumfuata huku kuwa yeye alikuwa akijitambua amejikuta katika hayo mazingira ya Ubungo ya kuombaomba. Kwa yeye hamjui baba wala mama, lakini ameenda huku amemkuta babake mzazi. Tunaendelea kwa leo. Akram anasema, baada ya kusimama kwa muda mrefu hapa nilikuwa namwangalia mzee wangu kwa hasira sana, lakini babangu hakuwa ananitazama. Alikuwa amesimama lakini amegeukia upande mwingine. Baada ya hapo nilimwambia naweza nikaenda nyumbani kwa huyu baba alikuja kunichukua sasa. Akaniambia kwa nini? Nataka uingie ndani, kwa sababu mimi baada ya kuganda pale yeye alikuwa naye ameganda ananiangalia mimi. Umeona? Nikamwambia naomba niende nyumbani. Mimi babangu namjua. Yaani babangu hata angekuwa amevaa nini, nikimuona hivi najua yule pale ni babangu. Kwa nikamwambia naomba niende nyumbani. Akaniambia nyumbani wapi? Wewe una nyumbani kijana? Wewe sema naomba niende barabarani. Nikamwambia hapo ndipo nilipokulia mimi, kwa hiyo mimi kwangu naona ni nyumbani. Kwa hiyo hata kama wewe unaona ni barabarani sawa, lakini mimi naomba niende. Akaniambia asifanye hivyo kijana. Twende ndani tuongee. Mimi ndio nimekuita. Nimehitaji kuongea na wewe, kwa hiyo twende tukae ndani tuongee. Angalau unywe hata maji, upate chakula, uoge, ubadilishe nguo. Unajua nimekununulia nguo zako mpya. Nikamwambia mzee, mimi wala sitaki kuoga wala sitaki kula chakula, sitaki chochote, mimi niache mimi nini? Nichenge niondoke zangu nini maomu. Umeona? Mzee akanishika mkono akaniambia twende ndani kijana. Wewe twende ndani. Umeniamini mimi ndio maana umekuja mpaka huko. Lakini ikabidi niingie hivyo hivyo. Nikaingia hivyo hivyo ndani, lakini nafsi yangu mimi nikunja kishenzi. Afu nikaona huko nimeleta hii sehemu, afu mimi nikijiangalia nishadanganya. Unajua ile mtu umeongea umejikaza kwamba mimi ni yatima na nini, lakini kumbe ulidanganya. Ni hata mtu ungeongea kwamba mimi niondoke kwenye mazingira nyumbani na hivi sikutoa sababu zote, mimi nisema nijikuta nikataa mazima. Si umeelewa? Tulienda tulikaa sebleni. Baada ya muda mzee alikuja ambaye ni yule aliyenifuata mimi kule. Akaniambia unataka nini? Nikamwambia mimi sitaki chochote mzee, nimeshakaa kama hivi nusu saa inatosha, naomba niende nyumbani. Akaniambia naona huu muda ambao alikuwa ameniacha mimi hapa alikuwa anaongea na baba nje. Sababu alipokuja kama amekuja kwa maagizo, si unaelewa Akaniambia kijana, uliniambia kwamba wewe ni umekuwa katika mazingira yale na unijui baba mjui mama. Nimkata jicho huyu mzee, nikasema wewe endelea kunitafuta, wewe utakula bisi hapa leo na maisha yangu hapa. Mbona sikujibu kitu? Nikanyamaza kimya. Akaniambia nikwambie kitu kijana. Unajua kwenye maisha kuna vitu vingi sana. Unaweza ukafikiri kwamba labda
hapa mzee wangu labda alinikosea au mamangu alinikosea au wazazi wangu alinikosea sana, lakini huwezi amini, kila mtu anapita sehemu ili afikie sehemu yake sahihi. Yaani ukiona unapita kwenye sehemu mbaya, unaombaomba leo, basi ujue kuna sehemu ambako unaelekea ambako ni njia ya wewe kupita, inabidi upite hapo ulipo. Mzee alikuwa anaongea na mda, wewe ongea tu, lakini ukinivuruga hapa leo utanijua mimi nani. Muona akaongea vitu vingi, na aliongea vitu sana vya point. Akaniambia, naomba niende moja kwa moja kwenye point. Nikamwambia hilo ndio ngoja nasubiri, naona ongea pumba tu mzee, mimi hata sasa naongea nini hapa yani. Akaniambia sawa. Akaniambia hapa nyumbani. Hapa nyumbani hapa. Hapa nyumbani kwako. Nyumba kubwa kishenza, anambia nyumbani kwangu. Hapa nyumbani kwako. Wakati naingia nadhani umemuona kuna mzee hapo nje. Nadhani yule mzee unamfahamu. Sikumjibu, nilikuwa nimenyamaza kimya. Akaniambia mimi ni ndugu yako. Naweza nikasema ukaniita hata ni babako mdogo, kwa sababu ni rafiki wa babako miaka mingi sana. Mimi nimesoma na babako. Mimi nimefanya kazi ofisi moja na babako kabla babako hajawa na kampuni yake, na hata lile swala la ndoa ya mama yako na babako mimi ndio nilikuwa best man. Ni kweli kule nyumbani kipindi hicho naishi na baba na mama, kulikuwa kuna picha, yani hapa ndo napata picha kamili ukutani kwenye siku ya harusi ya baba na mama. Kulikuwa kuna picha moja ambayo huyu mtu kweli alikuwepo, nikimwangalia hata kama sasa hivi amekuwa ni mkubwa, lakini namuona ilikuwa kijana namuona yupo. Nasema na kwa huyu ndio vizuri, nikakata jicho nikaendelea kuangalia jingine. Sitaki kupigana naye sana story, sitaki mazoea na yeye. Muona aliongea vitu vingi, lakini mwisho wa siku akanambia, mimi kuja pale sio kwamba eti mimi nilikuwa naota tu kuja hapa. Mimi pale nileta babako nyumbani. Tujaja siku ile tu ambayo wewe ulituona, ambayo nikukuta alikuwa umelala pembezoni mwa barabara. Haikuwa siku ile ndio mara kwanza, ila ilikuwa ile ni mara ya pili kama sio ya tatu. Tushakuja mara ya kwanza tukakuangalia na tukakuona huko pale. Kuna siku babako alikuja mwenyewe na akaja mwenyewe, ndio mara ya tatu tuseme au ya nne nikaja naye mimi siku ile, lakini yeye akushuka alikuwa kwenye gari. Siku ile mimi mzee yuko pale, mimi nazunguka na yale maji, baba alikuwa anitazama tu. Alafu kuna muda fulani mimi nimeshikilia maji, nilikuwa nimesimama ni kwenye ile gari lakini kwa nyuma. Kwa hiyo inaonekana baba ndio alikuwa ananiangalia vizuri, kwa sababu nilikuwa nimeegemea gari, nikana alichola pale na aliangalia kwa sababu ilikuwa ina vumbi fulani. Nikana aliandika pale. Kwa baba alikuwa anitazama tu mle ndani. Si kama kuna mtu anaelewa. Akasema mimi nilikuwa nakuja na mwenzangu huyu babako baada kunielekeza, akaniambia anahitaji kunisaidia, yani nimsaidie wewe urudi nyumbani. Ndio maana leo nimekuja, nimenunua nguo, nimehitaji uje hapa ili mpate kuongea na baba yako. Nikamwambia mzee, mimi nimekuelewa sana, yani kinoma nimekuelewa, ila naomba uniache mimi niende. Maana huko nakoenda naona siku mimi sitaji kuwa, yani mimi sina baba cha kwanza, sio mimi nanielewa, wala sitaki kuongea na mtu yote yule. Mimi nikuamini wewe kama wewe, kwa nini? Kwa sababu umekuja nikuona siku ile hivyo. Sio kana nielewa mzee, unajua ile yani mtu muone akishakasirika na kusaka hata neno la kuongea. Muona akaniambia sawa, najua una hasira sana. Hapa tumeshinda hata kuletea chakula ule kwa sababu tunajua kwa sababu huwezi kula. Na hapo umemwona mzee wako pale nje ndio ulipobadilikia, wewe hakuwa hivi. Anamkata tu jicho mzee, akaniambia sawa, naomba mpe nafasi babako hata dakika 5 msikilize. Hakuna mtu ambaye hajawahi kukosea kwenye dunia. Na ukisema hivyo ina maana unataka kuniambia wewe hujawahi kukosea mwanangu. Baba alianza kuongea kwa uchungu sana. Akatoa historia yake, kaongea na vitu vingine mifano hai. Ndipo mimi kidogo nikahisi kama amwache basi huyo mzee mimi nimsikilize nini ili nijenge. Ndipo babangu alipokuja alipiga magoti. Alipiga magoti akaniambia, mwanangu, nilishindwa kusimama kwa nafasi yangu, na mara nyingine huwa wazee hatuwezi kuongea. Wazee hatuwezi kuongea, kama tunaumia hatuwezi kuongea kwa watoto. Ndio maana hata nyumba inapoharibika mara nyingi huwa inaonekana kwamba wa baba au mama ameshindwa kusimamia nyumba yake, lakini nyinyi watoto huwa mjuaje kweli. Ndipo babangu alipoanza kuongea haya. Baba alisema, mimi nilimuoa mamako, naomba niongee haya ili unielewe. Kijana wangu, umri uliokuwa nao sasa hivi, muda sio mrefu utakuwa na familia.
na inawezekana hata umeshaweka watu mimba huko ndani, mimi siwezi jua, lakini mwisho wa siku lazima utafute mwenzio uishi naye. Anamwangalia mzee mpaka machozi yanatoka, lakini baba alikuwa anaongea kimaanisha sana, na hicho anachokiongea ni kweli, kwa sababu mimi mpaka hapo nilikuwa kitambo sana, mimi nilikuwa na wasichana, ni mimi hao wasichana wakijichanganya, hata wale wa kushare wale na washikaji, mimi napiga sana mitu. Sio kama kuna mtu anaelewa. Wapo na kuna vidada vingine hivi, kimoja kinauza chakula, mimi kama kile mchango kwa mimi nikifanyaga huko nikipata kama dusko yangu nini na kiungia hivyo, najua hicho mimi ndo permanent, lakini hao wengine wako wengi sana, mimi ukijichanganya naenda na wewe. Unaona? Kwa hiyo kiongea hapa mimi nakielewa. Akaniambia, "Mwanangu, mimi wewe unajua nilisoma, wakati ninasoma nilikutana na mama yako chuo. Nilimpenda sana mama yako. Sana. Hakuna mwanamke anayempenda kama mama yako. Lakini baada ya kumaliza chuo, mama yako alikuwa na akili nyingi. Alikuwa amechangamka, lakini alikuwa na akili nyingi sana. Na mama yako alikuwa yani na tabia niseme mbaya nyingi. Nilikuwa namuona ni mtu ambaye kama ni mke, yani alikuwa anafaa kuwa mke sana, kwa sababu alikuwa anaona ana akili darasani, alikuwa yuko hivyo. Nikaona huyu anaweza kanifaa kwenye maisha. Lakini kitu kilikuja kubadilika baada ya kumuoa. Ndoa ilivyopita, alikuja kunionyesha tabia halisia, yani kuwa yeye ni nani, tabia zake zote. Lakini kabla hapo mimi sikuwahi kuona. Alikuwa ni mtu ambaye hawezi kuficha tena hisia zake au tabia zake mbaya. Ni mtu ambaye anaongea sana. Yani alikuwa ni anaongea sana mama. Yani hata upeleke, hakuna kitu ushai kupeleka kwake yeye akasema hiki ni kizuri. Hakuna kitu ushai kufanya, yani hata umnunulie kitu kizuri kiasi gani, atashukuru kwa hapo na hashukuru kwanza. Lazima atasema mbona umechukua ina maua hivi hapa, mbona vimekaza. Hata upeleke kitunguu kwake na kwamba mbona vitunguu vimepewa vipi mbamba. Kwa mbona ukipeleka vikubwa mbona makubwa sana, sasa unapikiaje? Hata isha haraka. Yani hivyo ni mwanamke ambaye hajawahi kuwa na shukrani. Kama unavyojua wanaume tupendi kelele. Ilienda hivyo, tukampata wewe, tukapata na dada kama unavyojua. Tulivyokuja kumpata dada yako Zuena, shida ndio ziliongezeka kabisa. Nilikuwa sina amani katika ile ndoa. Yani yeye aliona amemaliza kila kitu. Si mtu alikuwa ananishauri tena tufanye jambo lolote. Yeye alikuwa anajua kufanya mambo yake, hasa ya kikiki, aende saluni, afanye hiki, afanye hiki. Hicho ndio alichokuwa anakijua yeye. Kwa si mtu anaweza kufanya kazi ni nguvu. Mimi kutokufanya kwake kazi ilikuwa iniumizi, kunipa mawazo yake. Mimi akili za mwanamke zingeweza kunisaidia chochote. Ingesaidia tu labda kwa sababu kupanua vitu, lakini mimi mwenyewe najijua naweza kufanya jambo lolote. Lakini baada zaidi alikuwa afanye chochote, kila kitu alikuwa anaachia mfanya kazi. Lakini mimi mwisho wa siku nilikujaga nikakutana na rafiki tena mwingine ambaye na yeye alikuwepo kabla ya mama yako. Na huyu rafiki mimi ninamfahamu tangu nikiwa kidato cha kwanza. Nilisoma naye huko nyumbani. Nilipobahatika kuja hapa mjini kuendelea na kidato cha 5, nilikuja kukutana naye huku na nikasoma naye shule hii moja, na yeye aliletwa huku na shangazi yake kwa ajili ya kuendelea na shule. Baada ya hapo, huyu alikuwa ni mshikaji wangu miaka mingi, tunajuana, rafiki. Najua mtu kutoka kijijini ungekutana hapa mjini wanakuwa zaidi ya marafiki. Lakini mimi sikuwahi kufanya chochote, sikuwahi kutongoza dada. Tulimaliza tukaenda chuo, tukawa tunasoma pamoja, lakini mimi ndipo nitakutana na mamako na mimi nikapunguza urafiki kidogo kwa huyu dada. Lakini huyu dada hata kwenye harusi yetu pia alikuwepo. Ukiangalia kwenye picha, kwenye album, huyu dada alikuja, alikuwa hana shida, ni kabila langu, tunafahamiana, hana shida. Lakini baada ya kuona matatizo yamekuwa mengi, kuna siku ilibidi nimwambie kama mimi ndio inanishinda, ninaondoka na kimbia familia. Ndipo aliponiambia nisikimbie familia. Nikavumilia, hata wewe ukaanza kujitambua, unaniona baba niko nyumbani. Lakini pamoja na yote nilishindwa kuendelea kuvumilia tabia za mama yako, japo wewe kwa ikuona chochote ndani. Mimi si muongeaji, na hata kama kuna lolote liko natukia, tulikuwa tunasolve ndani kama mke na mume. Nyinyi mlikuwa mnaona amani, lakini nyumba ilikuwa sio amani. Mama alikuwa na tabia mbaya sana.
Alikuwa anaenda kwa waganga, ananiletea madawa, ananitengeneza anavyojua mwenyewe, mimi nilikuwa sijui. Alinifunga mpaka uchumi wangu nikawa nimeyumba kabisa. Nikawa nimeyumba kabisa, nikawa natumia nguvu nyingi sana. Na ukiangalia kipindi hicho mimi nilikuwa nimeajiriwa, sikuwa hata na chochote cha kwangu cha kuona. Nikifanya chochote alikuwa anaua. Ukimfungulia duka analiua. Anataka kukaa nyumbani, na nyumbani kuna wafanya kazi. Anataka aonekane yeye ni mama mjengo tu, hataka kufanya kazi aina yoyote. Kwa hiyo ilifika kipindi nilishindwa. Nilishirikisha urafiki wa kike na huyo ambaye unamuona hapa, nilikuwa nashirikisha wote. Walinishauri nivumilie, lakini ilifika kipindi kaambia washikaji, kama mnataka kunizika, ambaye ni huyu aliyekufuata wewe pamoja na yule dada ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Hapo huyo dada mimi kwa sijajua ni yupi. Alikuwa ananiambia kwenye picha yupo. Niliamua kuambia kwamba mimi naomba niondoke. Lakini mwisho wa siku huyu dada aligeuka kwa faraja kwangu. Aliniambia naomba pumzike hapa. Kwa hiyo mimi nilianza mahusiano na huyu dada, ndo mama yenu mdogo, ambaye mwisho wa siku alikujaga pale ndani. Si kama kuna mtu anaelewa. Ananiambia yule mama mdogo ndo alikuwa kiponza roho cha baba. Yaani yeye ndo alikuwa anaitetea ndoa ya baba na mama. Lakini ile ndoa ilishindikana mwisho wa siku, kwa sababu baba baada ya kuanza kutembea na huyu dada wa nje ambaye ndo mama mdogo, mimi namjua kama mama mdogo. Mamangu aligundua, baada ya kugundua mama alichukuaga mtoto mdogo yule wa kike, akaondoka naye akaniacha mimi. Na baada ya hapo mimi nilianza kuishi na mama mdogo. Sasa hii inaitwa mimi kwa sababu mimi ndio nilianza ku experience yale maisha. Baba yeye kaniambia kwamba baada ya kumchukua mama yenu mdogo kidogo, mimi nilipata amani kwa sababu ni mtu ambaye ananisikiliza na ni mtu ambaye ananifahamu, na nilianza kupanda. Nilitoka kwenye kuajiriwa nikaanza kufungua kitu kimoja, akakisimamia. Yeye aliacha ajira yake akasema tufungue vya kwetu, mimi nisimamie, yani mama yako mdogo asimamie. Ndipo tulipoanza kitu kimoja, tukafungua na kingine na kingine, na mwisho wa siku tukaja tukafungua kampuni kama hivi. Na mpaka sasa unaona hapa, haya yote ni mafanikio ambayo yametokana na mama yako mdogo. Nimejenga majumba, nimefanya vitu vingi, na magari na maviwanda, yote yalikuwa ni mafanikio ya mama yako mdogo na si mama yako wewe. Lakini mama yako pia kama unavyojua kwamba baada ya kwenda huku ilikuwa ni kama pressure au tuseme ni hasira. Aliishi maisha ya mjini kwa pupa, mwisho wa siku alipata mauti. Nadhani unakumbuka, yani kweli mimi nishakwambia kwamba mamangu amefariki. Mimi nakaa na mama mdogo. Sasa baada ya hapo ndo tuliishi na wewe kama vile, lakini mwanangu ulikuja ulikimbia pale ndani. Sijajuaga ni nini kilikondoa, kwa sababu kuwahi kunipa malalamiko ya aina yoyote. Sasa hapa mimi nimeshaambiwa mwanzo mpaka mwisho kwa hadithi ya babangu. Mimi mwenyewe baba akaniambia, naomba mwanangu uniambie nini kilikuondoa nyumbani, shida ilikuwa ni nini. Kwa kweli nilikuwa nalia sana. Nikamwambia, baba, kwanza naomba unisamehe. Yaani hapo nijikuta tu nimemtamka baba. Ndio mwenyewe kumtamka baba ilikuwa ni mgumu kinoma. Baba, naomba unisamehe. Kweli sikukwambia chochote. Baada ya hapo naelewa kwa sasa hivi mimi ni mkubwa. Mimi sasa hivi ni mkubwa, naelewa ninachokiongelea. Kuna uwezekano ni kweli, kuna uwezekano kwa najitetea nikusamehe nini. Lakini yote kwa yote mimi siko hapa kwa ajili ya kutaka eti tusameheane sifanye nini, lakini mimi nimekuelewa ulichokiongea. Kwa hiyo naomba mimi nifanyeje? Nijichenge nini, niende maskani. Nashukuru nimejua upo mzee wangu. Basi lakini huyu baba aliyekuwa amenifuata kule maskani akaniambia, mwanangu, wewe bado una kinyongo. Babako kaongea vitu ambavyo hakutakiwa kuongea kabisa kwako, ili uelewe. Taidi basi na wewe umpokee babako. Haya maisha huwezi jua, kuna leo kuna kesho. Ongea na babako, huwezi jua, miaka ni mingi mpaka amekutafuta hivi, huwezi jua. Huyu mzee alikuwa anaongea kwa huzuni sana, yaani kama na maumivu sana juu ya babangu alichokipitia. Na huu muda wote nimefika, mimi sikuwa nimemwona mtu yote ndani. Sikumwona mtu yote ndani. Sikumwona mama mdogo, sikumwona mfanyakazi, sikumwona mtu yote. Na nyumba mimi nilikuwa sijui.
kwa sababu ni nyumba tofauti na tulikuwa tunaishi sisi kipindi kile. Kweli tulipangaga, alafu kuna kipindi tukahamia kwenye nyumba yetu, ndiko ondoka mimi. Lakini si hii. Huyu baba alisema, umemsikiza babako, ongea neno. Alikana jiuliza, niongee neno gani huyu mzee? Anataka mimi niongee nini? Ili kwamba nimemsamea au? Nikamwambia mzee, mimi niongee nini? Akaniambia ongea chochote. Ongea chochote. Toa hasira yako, tukane, pige, fanya chochote. Nikamwambia, mpige mzee wangu au sio? Mimi siwezi kumpiga mzee. Lakini shinda mimi sina kenga tu na maisha yangu sasa hivi mzee. Kwa hiyo mimi siwezi kuongea chochote, sio cha kuongea. Akaniambia, mzee wako akakwambia, ongea kwa nini uliondoka nyumbani? Ongea kwa nini umemfanya yeye amepitia maisha ya shida mpaka hapa alipofikia. Alipoongea neno amepitia maisha ya shida mpaka hapa alipofikia, nikaanza kujiuliza, na maana mzee amepata shida kwa sababu yangu mimi? Si kweli. Imekuwaje? Chanzo ni nini? Nikamwambia, kwa nini mzee apitie shida? Yaani hapa najiuliza ndani afu natoa nje. Nikaniambia, ndio maana nakwambia ongea kilichokufanya utoke kuishi na mzee. Ndipo na mimi nipoamua kufunguka. Nikamwambia, nikwambie kitu. Huyu mzee alimfukuza mama yangu nini? Mama yangu amepitia shida kishenzi, alikuwa anatafuta kipindi hicho kwenye simu ya mama Skola pale jirani. Nilikuwa naongea naye kila siku, mama yangu analia. Alikuwa anasema anapitia maisha ya shida sana kwa sababu baba amemwacha, amemtelekeza, amechukua mwanamke mwingine. Na nikiangalia mimi ndani, baba alikuwa na amani sana akikaa na yule mwanamke wake ambao ni mama mdogo. Kwa hiyo mimi nilichukia chanzo cha mamangu kupata shida, nilikuwa naona ni baba kwa sababu amempata mwanamke mwingine. Kwa hiyo mimi kicho niondoa nyumbani kilikuwa na hicho, na pia nilianza kumchukia mama mdogo. Mimi nisikuwa nampenda mama mdogo. Mimi niliona tu kwamba ndio chanzo cha mamangu kukaa mbali. Kwa hiyo mimi nilikuwa nagombana sana na mama mdogo, nilikuwa napigana sana na mama mdogo. Wakati baba yupo nilianza kugoma kwenda shule kwa sababu nilikuwa naona najaga nimekusoma shule wakati mamangu anapata shida. Kwa hiyo mimi nilienda mtaani nini, na bahati nzuri namba ya mama nilikuwa nikawa ninayo. Wakati nimeingia mtaani, baba alinifuataga kanirudisha kipindi kile, kama mnakumbuka. Wakati bado na sana mama, lakini wakati nimerudi mara pili ndio mama alikujaga kufariki. Pale ndio nilichukia kabisa mazingira nyumbani, kwa sababu alinipa taarifa kwamba mamangu amefariki. Lakini mbaya zaidi, baba hakutaka hata kwenda kule msibani. Na kwa nini baba kwenda kumzika mama? Mimi hicho kitu ndio kilinikera zaidi. Nikaamua kujitenga mtaani niwe na maisha yangu. Ndipo baba aliposema, mwanangu, sikutaka uende kule ni kwa sababu kulikuwa kuna ugomvi. Nilikuwa naonekana mimi nimemuua mama yako, kwa hiyo nisingeweza kupeleka kule. Na ndio maana ile mdogo wako ambaye alikuwa kule alikuwa amezidiwa, hata kuja mimi sikuwahi kumuona mwanangu kwa muda mrefu sana ile wakati. Sababu ilikuwa ni nini? Ni hiyo mamako aliwanywesha watu sumu ambazo zilikuwa zinafanya watu wanichukie mimi moja kwa moja pasipo kujua kwamba hata yeye ana shida zake. Na yote aliyotokea alikuwa shida, chanzo ni yeye. Lakini hakuna mtu alikuwa ananisikiza kwa sababu mara nyingi mtu anayekuambia upande mmoja, hujajua upande wa pili, wewe utakuwa na hasira na ule upande ambao umeujua tu. Lakini upande wa pili kama na mimi angenipa nafasi niongee. Haikuwa hivyo kama mama yako alipokuwa amepaka ule ubaya. Lakini chanzo kingine cha wewe kuondoka ni kumchukia mama yako. Mimi mama yako hajawahi kuniambia kwamba mlikuwa mnagombana. Mimi mama yako mdogo hajawahi kuniambia kama mlikuwa mnatukanana. Hakuwahi, ndio nasikia hapa kwako. Lakini nikakumbuka mimi wakati naondoka, naondoka pale kwa mama mdogo, nilikuwa na umri wa miaka 15. Sika unaelewa? Nilikuwa na umri wa miaka 15, nilikuwa nimeshabalehe tayari. Baba ananiambia mama mdogo hajawahi kumwambia kitu chochote. Na wakati mimi nakumbuka kuna siku mama mdogo alikuwa amelala. Mama mdogo alikuwa amelala. Nilitoka nje kwa sababu shaanza utukutu. Nilitoka alafu akanirudisha ndani. Na mimi nilitaka nimkomoe baba. Kwa sababu gani kanirudisha ndani? Mimi nilikuwa nishaanza kujilalia zangu nje. Kwa hiyo niliendaga mtaani nikachukua madawa. Nikawa ninampa mama mdogo. Alikuwa akilewa sana kwa jitambui. Mimi nilikuwa namwingilia mama mdogo. Sika unaelewa? Nilikuwa namwingilia mama mdogo na nisijamwingilia mara moja au mara mbili. Ilikuwa ni mara nyingi tu kabla sijachenga mle ndani. Nilikuwa tu nikiamka siku na masuala yangu, shule ndo nimegoma kwenda. Siku hiyo nimeamka nahitaji chochote, basi naenda zangu mtaani. Nikifika pale nachukua nakaa navyo.
Ni hata tajizuka tu, hata maji, hata kwenye maji tu ninamchanganyia, na mdogo akilala au nyingine namdunga, nyingine nampulizia. Kuna madawa fulani ya kumpulizia mtu ya kumpulizia, analala usingizi mzito sana, labda uwe umeacha maji wazi. Lakini kama maji hajaacha wazi, nilikuwa nafunika kila kitu. Na nyumba yetu sisi zote ilikuwa na jikoni, na yani imejigawa. Kwa hiyo pale sebuleni unakuta hamna kitu chochote, nilikuwa nafunga kabla milango yote, alafu naipuliza mle ndani, alafu mimi natoka kama dakika kadhaa, na hapo nilikuwa nimejikava mimi usoni. Baada ya sekunde kadhaa naingia mle ndani, hata unitoe nje. Ndio hawa mara nyingi wezi wanaojibaga, wanakuta mtu wameiba kila kitu, wametoa mpaka kitanda wameshusha chini, au wamekutoa nje kabisa huko, wamebeba kitanda, wamebeba kila kitu, ndio wao wanaitumia hiyo dawa. Mimi nilikuwa naijua. Kwa hiyo nilikuwa naenda kwa washikaji, naichukua ile pale, nikishampulizia mama mdogo, nikukuta tu amelala, ni sekunde tu nikishakuta ile amelala. Sasa nikapita pale, nikapiga tu hivi tap, yaani ile vumbi likisambaa pale, mimi nakuwa tayari nimeshafanya. Sasa mimi sijipanga maski manini, mama mdogo ajao nyumbani, anashangiwa na mama mdogo hajawahi hata kunitamkia neno baya. Yaani hapa ndo nagundua kwamba kweli mama mdogo alikuwa ni mtu mzuri, hajawahi hata kunitamkia neno lolote baya. Lakini nilikuwa nafanya vitimbu menda mpaka mwenyewe alikuwa anashangaa, na mimi hapa kwenu toka hizo mani za babangu, yaani unajua ile mtu kumharasi mtu. Nilikuwa nafanya vituko ile mama mdogo, nikasema mama usamehe kufa na utakufa hapo. Lakini kumbe mama mdogo hajawahi kumwambia babangu hata siku moja, hata neno moja. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya hivyo, na mpulizia ile paa, napiga ile vumbi kitimka, mimi natoka zangu. Dakika kadhaa unakuta mama mdogo ameshalala kitambo. Basi nafanya yale mazingira, nafanya afu nafanya over, nilikuwa napiga koti, yaani kumkomoa, tunapiga koti, napiga koti ili mradi tu yani kumkomoa. Lakini baadaye ilienda, nikaanza kumchoma zile sindano zile za dawa kulevya zile, nikawa namchoma. Na mdogo alikuwa yuko kama teja fulani hivi ya kabisa, ni mimi mpaka naondoka mle ndani nilikuwa nahisi kabisa kwamba huyu atakuwa ameshaathirika, kwa sababu mtu anayechoma kitu ambacho hakijui, ni bora ujue unatumia kitu fulani utakitafuta kilipo. Lakini mtu alikuwa hajui, yani sijui nikwambieje, sijui yani mtu unapata kiu ya kitu ambacho ukijui utakipataje? Yaani unajisikia kula kitu ambacho ukijui. Ni hela tu ujue unataka kula samaki, utaenda kununua samaki. Unataka kula kitu ambacho hujui ni kitu gani, kwa sababu mama mdogo hakuwa kutumia makolokolo. Kwa hiyo nikawa namdunga pasipo yeye kujijua, na anataka kitu ambacho yeye mwenyewe hakijui. Kwa hiyo alianza kudhoofu, alikuwa tu yupo tu. Lakini kumbe kipindi chochote mimi nafanya hayo mambo, mama mdogo alikuwa na mimba. Mama mdogo alikuwa na mimba, sasa haijulikani. Hiyo mimba ndio kama nilikuwa najipigia anytime. Haijulikani mimba ya nani. Mimi nikasepaga zangu. Kama ni Mungu fresh, kama ni mzee fresh, mimi nikaondokaga. Umeona? Kwa hiyo baba baada ya kuongea hivi nilijikuta uchungu naanza kunishika. Nilimuuliza baba, mama mdogo alikuwa ni mjamzito. Mdogo wangu yuko wapi? Natamka sasa mdogo wangu kwa mara ya kwanza. Akaniambia, mwanangu, hii dunia hii ina mambo mengi sana. Lakini kujibu mdogo wako yuko wapi, ila naomba unisamehe kwa kushindwa kulea wewe, kusimamia wewe. Hayo mengine tuachane nayo. Kaambia hapana. Baba, umeniambia kila kitu. Kwa sababu nilikaa kimya kwa muda mrefu sana. Na baba alikuwa analia muda wote. Wakati mimi nafikiria ya matukio niyafanya haya na yote, wakati nafikiria ni hivyo. Tamka neno la kwanza nimwambia mama mdogo alikuwa na mimba, mdogo wangu yuko wapi, ndio neno la kwanza niliongea mimi. Lakini baba aliniambia kwa tuachane, dunia na mambo mengi, haina haja kuongelea hicho kitu. Nikamwambia baba, hapana, wewe kama unataka mimi nirudi na tusameane, mambo niambie kila kitu. Sasa hivi unaishije? Uko na nani? Mama mdogo yuko wapi? Dada yangu yuko wapi? Yaani yule dada alimwacha mama, na ndugu zangu wengine kutoka kwa mama mdogo wako wapi? Ndipo huyu baba aliyokuwa amekuja kunifuata mimi alisema, mwambie ajue kila kitu. Kama mtu amefika level hii, atazidi kujua kitu mjuze. Ndipo babangu alipoanza kuniambia, mama yako mdogo ulivyoondoka alianza kuumwa magonjwa ambayo alikuwa haeleweki. Alitoka mapele mwili mzima na alikuwa ni mjamzito. Tunakumbuka alikuwa ni mjamzito. Nikamwambia ndio maana nimeuliza mdogo wangu yuko wapi. Akasema alitoka mapele, alizoofu. Walikwenda kumpima kwamba mamako kumbe alikuwa anatumia madawa kulevya. Mamako alikuwa anatumia madawa kulevya, na yeye alikuja kunikera zaidi kwamba alikataa kwamba yeye alikuwa anatumia madawa kulevya. Alikuwa anatumia madawa kulevya wakati inaonekana kabisa kwamba ameyatumia, tena ilikuwa ni kwa muda mrefu tu. Alikuwa ameshamuathiri kwenye mwili, alikuwa anajikuna, alikuwa
amekonda sana, ni mpaka alibakia kichwa tu, na mtu alikuwa ni mjamzito. Kwa hiyo ile mimba ilikuwa haikui, mtoto alidumaa, alikuwa iko pale pale. Yaani mimba ilifika miezi 8. Ukiambiwa hii mimba ina miezi 8 utasema ina miezi 2. Mtoto alikuwa hakui, lakini alikuwa ni mzima. Kucheza na cheza, lakini mtoto alikuwa ongezeki kimo. Na hii ilikuwa ni mbaya, kwa sababu kama mtoto hakui ni nini kinafuata? Ina maana hata kama akizaliwa hapa inabidi tena kuna nani ya kukaa hospitali mpaka aje awe na kilo za mtoto wa miezi 9. Lakini jitahidi sana kupambania mamako. Tukaja akafanyia operation. Alipotimiza tu mimba miezi 8 na wiki 2, nikaambia wamtoe huyo mtoto, na kweli walifanya operation, wakamtoa mtoto na aliwekwa kwenye hayo machupa. Mtoto alitoka sio mtoto, ni kama kimdudu, yani kama kimdudu fulani hivi, kwa sababu kama kipanya tuseme. Hakuwa na kilo za aina yoyote, hakuwa ni mtoto ambaye ni mtoto. Yani kilikuwa ukipewa kwamba huyu ni mtoto, sio kweli, kwa sababu yule panya unayemjua wewe, panya mdogo, ndio alikuwa yuko hivyo kilo zake, yani ukubwa wake. Lakini anahema, bado anahema. Walimweka, kalikaa sana kwenye chupa. Kalikaa sana kwenye chupa, lakini mwisho wa siku kalikuja kalikufa. Wakati kameanza kuongezeka, hata kalianza kubadilika, kakaanza kuwa kama mtu, kanarudi kwenye umbo la mtu, lakini kwa sababu kalikuwa kanatumia mipira kila sehemu, mipira, kalikuwa ni kamezungusha mipira tu, kalikuja kalifariki kale katoto. Basi baada ya kufariki, mamako na alikuwa amepelekwa Soba huko kwa ajili ya kuanza matibabu yake. Kwa hiyo wakati mtoto anafariki, mamako mwenyewe alikuwa yupo huko Soba, amekaa kwa muda kidogo. Lakini mbaya zaidi kwamba kule wakati amepelekwa kule, kumbe kuna watu wengine si wazuri tena, walianza kumpa madawa rasmi. Kuna watu ambao wanakuja kule, wako kule Soba, yani badala ya kukaa kule kwa ajili ya kutibiwa, kuna watu ambao na wenyewe tena walishashindikana, wanaenda anarudia yale, akawa tena anapewa madawa. Ndipo mamako alipoanza kuonja, yani utamu wa madawa ukamkolea akiwa Soba vizuri. Basi baada ya hapo walisema kwamba huyu mtu bwana, hali yake sasa hivi sana inazidi kuwa mbaya. Yani inazidi kuwa mbaya. Mimi nilikasirika baada ya kuona kwamba nimempeleka mke wangu akapata matibabu, bado hapati matibabu ambayo anatakiwa, nimrudisha nyumbani. Kumrudisha nyumbani, mamako alianza kuuza kitu kimoja baada ya kingine apate madawa. Alikuwa anauza, narudi nyumbani TV hamna, narudi nyumbani kitu fulani, kwa sababu nilimzuia pesa. Ukimpa hata 200,000, 300,000, 400,000, ukirudi jioni hana hata shilingi 10. Kapeleka wapi hajulikani. Na alikuwa haongei tena, alikuwa ni mtu tu ambaye yupo tu. Baadaye akaanza kuwa kama kichatu, kamfunga kamba. Yani hivyo anajifungua, kitoka hapa kipotea wiki nzima umuoni kwa mtaani. Hivyo basi ilienda hivyo navyoongea hivi mpaka hapa napoongea. Mamako mimi sijua yuko wapi. Yani alishagaenda huko. Aliniambia kwamba kuna siku kuna mtu alishaye kumvutaga posta. Wakati ananipigia simu na mwambia mfuatilie kwa nyuma, anasema alienda kupotelea karibia na Ikulu kule. Sasa kutajua kule kuna baadhi ya njia zimefungwa, huwezi kupita, lakini yeye alipitiliza kule, akaenda akapotelea huko. Kwa sijuagi mamako yuko wapi. Kuna mtu mwingine anasema amemuona kama sijui ni Kigamboni huko, lakini mwisho wa siku mimi sijui. Sasa ni Kigamboni Mji Mwema, tulimtafuta sana Kigamboni nzima hatukuwahi kuona. Kwa hiyo mimi mamako sijuagi yuko wapi. Mpaka leo nimeishi kwenye maisha ya shida miaka yote, sijawahi kufurahia maisha. Na nyinyi watoto ndo kama hivyo. Dada yako yule ambaye alibaki upande wa mama yako, nijitahidi nikawa nimemtengeneza rafiki yangu hapa, hadi akaenda akaona kabisa na vitu vingine, lakini yule ndo hataki kusikia chochote. Ni mtu ambaye anajiuza totally, na yuko hapo mazee kwa ndugu zake upande wa mama yake. Yani yule sasa ni alishakuwa malaya aliyekubwa, na hataki kusikia swala la baba, hataki kusikia chochote. Sasa nikasema nitafute mtoto wangu wa kiume, sababu mimi mwenyewe mazingira yangu hapa nilionao mwanangu, sina maisha marefu ninapojiona. Sina maisha marefu kabisa, nimepita maisha ya shida sana. Ni kitu daktari wangu ananiambia, nisipo angalia namna kuishi, nisipobadilisha mfumo naoishi, lolote linaweza kanikuta muda wote. Nikaona bora nikutafute mwanangu, niongee na wewe, ni wa kiume, utanielewa tu. Kama utanielewa wewe, najua kumtafuta dada yako inaweza kuwa ni nzuri. Mwanangu, nyinyi ni matajiri, nyinyi sio machokora na machangudoa.
bora utafute dada yako, mkae chini, mimi niwachie hizi mali, na maana hata nikilala nilale vizuri. Baba aliongea hivi nijisikia uchungu sana. Niliona ameenda kama amechukua kisu amenikata sehemu. Nilianza kujisikia uchungu ndani ya nafsi yangu. Kwanza nilijiona natia sana. Nilianza kulia kama mwendawazimu. Kilichoniuma zaidi ni kwamba yule mama mdogo, chanzo cha yote ni mimi. Chanzo cha yote ilikuwa ni mimi. Hapa baba mpaka leo hajajua chochote. Kwa maelezo aliyonipa baba hajui kitu. Nilienda nikapiga magoti kwa baba. Na baba muda wote alikuwa anaongea, alikuwa amepiga magoti. Mimi nilikuwa nimekaa. Huyu baba mwingine alikuwa amechuchuma. Mimi nilipiga magoti. Nikamwambia baba, naomba nisamehe. Baba wangu, naomba nisamehe. Nimekosea mimi. Mimi ndio mbaya. Baba aliniambia usiongee chochote, nyamaza. Wewe sio mbaya, mtoto hajaikuwa mbaya kwa baba. Baba ndio mbaya anayeshindwa kulea mtoto. Lakini kiangalia kwa babangu mimi kushindwa kunilea. Hata mama alipoondoka, kila kitoka alikuwa anapiga simu kwa mama mdogo. Muulize huyu nimletee nini? Muulize huyu kitu fulani kipo. Muulize kitu fulani. Nilikuwa ni mtoto ambaye nimewekewa jikoni, kuna sehemu kuna yale nakshi yote yale nakshi ya watoto, kuna mtu anaelewa, yale yote ndio nilikuwa yapo. Kama yameisha mdogo, kama labda maziwa yake ndio yameisha, ndio nasema mletee lectogen, ndio nakwambia mletee fresh, yamepungua. Yani mimi nilikuwa na kila kitu, nikukoroga tu na kuyala, yani kama mtoto mdogo. Ndio vile vinaliwa na watoto wadogo wadogo sana, lakini nilikuwa nakula mimi. Nikirudi mimi sigusi ugali, naenda na koroga maziwa, nachanganya na makorokoro yangu yale nakula hivyo basi. Yani lakini vile mama alikuwa ananiambia kwamba anapata shida na anapiga simu analia, kile kitu biko kinaniuma, ndio maana ninachukia. Japo kuna maisha fulani kama ninarudisha picha, kama ningekubariki kuishi ile maisha na mama mdogo, ni kweli mama mdogo alikuwa mbaya. Mama mdogo alikuwa anafua nguo zangu, tulikuwa tunafanya kazi, lakini mama mdogo alikuwa anafanya kazi mwenyewe. Kupika alikuwa anahakisha ananiandalia chakula changu mimi, alikuwa anaandaa mama mdogo. Cha baba anaandaa mama mdogo. Cha kwake yeye anafanya kazi ndio alikuwa anaandaa mfanya kazi. Lakini ikifika kutoka shule, lazima mwanangu za shule, leo umesoma nini? Nipe daftari zako. Alikuwa anakagua na mimi nishaanza uhuni kwa siandiki. Ananiambia hapa, leo hujaandika. Kwa nini hujaandika? Umesoma nini? Basi anaingia mtandaoni, anaanza kunielekeza kile ambacho tumesoma, na ukata jicho, anasema ni wewe, subiri tu. Akinielekeza mimi naondoka, naambia mimi sitaki kusikiza pumba zako, naondoka. Ananiacha. Lakini alikuwa ati kesho tena atafanya hivyo, kesho kutwa tena atafanya hivyo. Yaani ilikuwa iko hivyo mama mdogo. Lakini mimi sikuwahi kuona wema wake. Mwisho wa siku nilikuja kufanya yale ambayo nilikuwa nafanya. Nikaja nikafanya duty kwanza, nilimtoa mfanya kazi mle ndani. Nimwambia ni wewe ukienda kwa huko ndani wewe, ninakuchoma kisu. Yule mfanya kazi aliomba kuondoka mwenyewe. Tuka tumebaki mimi na mama mdogo ili nimfanyie matukio vizuri. Kwa hiyo nilikuwa namfanyia matukio mfanya kazi kipindi cha hayupo. Na mdogo hata kujali. Kwa sababu ilikuwa niko yani nguo ananifulia, mimi nafua nguo, nikifika nimefua nguo za shule. Hapo naziacha hapo chini. Unakuta mdogo anatandika kitanda kizuri. Ninaweza katoa mashuka nikaweka chini, alafu nikaingia kitanda nikalala. Yaani mashuka nimeweka chini. Alafu nikitoka nikienda kwa shikaji, nikirudi kule kitanda kimetandikwa vizuri. Kila kitu kimekaa vizuri. Nguo za shule kanifulia. Ni mkubwa sio mdogo. Nguo za shule kanifulia. Socks kafu, kila kitu mpaka box anafua. Makeup jioni napiga pasi, ananiwekea hapo. Asubuhi mimi navaa au na zivai zile, naenda kuchukua ambazo hazijapigwa pasi na bana, ondoka zile zilizopiga pasi naacha. Asubuhi atanipa hela yeye, naangalia hela yake sipokea, afu namgongea mzee hata kama jamka. Mzee naomba hela shule. Anachukua hela mzee ananipa mimi, aliyenipa mama mdogo nakataa. Na baba alikuwa anajua mama yako hajakupa. Naambia namba hela baba. Akinipa pale natoka nje naondoka zangu shule. Au kama siku baba anasubiri kwa sababu support, kwa sababu shule ulipanda sana baada ya baba kuishi na mama mdogo. Tulipanga kwa muda mfupi sana, tukaenda kwa meko nyumba yetu. Na vyote kwa kusimamia mama mdogo. Lakini mtu alikuwa anafanya kazi na anarudi na kisha anafanya kila kitu. Yaani akitoka kazini anakuja anafanya. Yaani
sijui nisemeje. Kweli kuna mama mdogo wabaya, lakini kuna mama wadogo ni wazuri, wanaweza kaipenda familia kama kaitoa yeye tumboni, ila kwa sababu tutakuwa tumeshalishwa upande wa pili tunakuwa tuoni hivi vitu. Lakini ukweli nikikumbuka mama mdogo akuwa mbaya hivyo. Kwa hiyo nilimwambia baba, nisamehe, tunaomba unitamkie kama umenisamehe kwenye yote ambayo mimi nilifanya. Na baba alikuwa anajua, labda kwa sababu niliondoka na vitu vingine, nilikuwa na hasira, nilikuwa kiburi, hilo baba alikuwa anajua. Nilibadilika, baba alikuwa anajua. Nilikimbia nyumbani nikaja nikarudishwa, hilo baba alikuwa anajua. Kwa hiyo alikuwa anajua naomba kwenye yale, lakini mimi nilikuwa naomba msamaha kwenye lile la mama mdogo, ndio lilikuwa linaniumiza zaidi. Basi baada ya hapo niliomba msamaha na baba akasema, mwanangu, mimi naomba tu nisamehe mimi. Wewe mwanangu, mimi nishakusamehe kwa namna yote, mimi nishakusamehe. Ninaomba unikumbatie. Kwa hiyo nilimkumbatia baba, kumbatia, lakini mimi nilikuwa ninalia sana mpaka kamasi, kwa sababu najiona mkosaji. Akaniambia, mwanangu, mimi mlete tumesameheana hapa. Naomba nikwambie kitu. Naomba nikuombe kitu. Tafute dada yako. Sikulazimishi leo urudi hapa ndani. Mimi nakaa mwenyewe. Sina mtu yote napoona. Sina hata mfanyakazi wa ndani. Wanakuja tu watu wanafanya kazi, ni waajiri, wanaondoka. Lakini naomba tafute dada yako, yuko Mazese, anajiuza. Ukishampata dada yako, kama umenisamehe kweli, mlete mapema sana. Kwa hiyo mimi nimwambia baba, mimi hapa nyumbani nitakuja, na naomba sasa hivi sema mzee nini, fanya mchakato nipate kiswaswadi. Yaani nimetoka hapo akili na waka moto, najua naenda kuinua jeshi kule. Sister leo tunampata Mazese, mimi simuoni. Kwa hiyo najua kama anajiuza, yani hii leo unampata sister hadi amuone baba. Muona. Na nilifanya juu chini, kampa mzee, wewe tafutie kiswaswadi. Kile baba akaniambia, ina haja kiswaswadi. Utapita, utaondoka na aliyekuleta. Utaenda kuna simu utapitia pale, mtachukua kuna duka la simu. Utachukua simu unayoitaka wewe. Alafu kachukue simu nzuri. Kachukue simu nzuri, mimi nitatoa nani hapo. Au kwanza ukienda tu na wewe inatosha. Fanya kazi wanaelewa. Chukua simu unayoitaka wewe. Chukua hata mbili fresh. Lakini chukua simu mwanangu. Na pia akaingia ndani, akarudi na hela. Alinipa hela kama 300. Fanya mchakato, nitafute mama na ni dada yako. Mimi nakutegemea wewe ndio kijana wangu. Hizi mali zenu ziko chini yenu zote. Anayejua hizi mali zote ni huyu hapa. Hata kesho ukija ukiona sijaamka, basi anajua kila kitu huyu hapa. Kwa hiyo mimi nilitoka hapo, nikamwambia mzee, mimi ni kijana wako. Naomba nijisafishe. Nimekukosea sana. Lakini muda wote mzee anaongea. Mimi sikujua kama mzee alikuwa anaumwa. Hicho kitu nilikuwa sijui. Lakini mwana tu anaongea kwa ustaarabu. Na babangu umetokea zamani hapo alikuwa kuongea, ni mtu ambaye ni mstaarabu fulani, anaongeaga kama hataki. Kwa hiyo unajua babangu mimi ni mpole. Na hichi kitu mimi sijachukua, nimechukua kwa mama. Mimi naongea sana. Yaani mimi ninaongea mpaka vitu ambavyo hata vieleweki. Lakini mtu ambaye alikuwa aongee sana nasikia ni huyu dadangu. Dada nasikia aongee sana, ni pole, ndo amechukua na ni tabia ya baba, haongei. Mimi ndo ninaongea mama mtupu. Hapa ndo napata picha, kumbe mimi huko ongea nimekutoa wapi? Na huu machachari nimeutoa wapi? Huyu ni mama mtupu. Nimefanya baba kopi, lakini tabia zote ni za mama. Yaani tabia zote ni za mama. Mimi ninaongea, mimi ni mkorofi, mimi nina visasi vya mbele nyuma. Hivyo, yani ni mama mtupu. Lakini sura ukiniangalia ni baba mtupu. Kwa hiyo nilipewa zile hela, nikamwambia mzee, sio nyingi sana hizi. Hizi nyingi sana mzee. Sasa mimi leo naenda kufanya nini? Akaambia kamtafuta dada yako. Mzee, mfanye hivi, tusikufirisi sana. Nikachukua 100,000 tu, 200,000 nirudishia mzee. Yaani najionea, yaani nahisi kama namkusia baba. Nikakuja nikamwambia hizi, kama vipi nini kirudi nini mzee, utanipa dusko langu hilo. Kwa hiyo acha mimi niende, naenda kutafuta sister nini, mimi nakuhakikisha kesho tu babangu. Yaani kesho tu nakuletea sister hapa. Usina uhakika ni Mazese? Anaambia yeye. Nikamwambia mimi jembe lako baba. Wewe umeshanisamehe mzee wangu. Subiri tunaanza maisha mapya mzee wangu, utafurahia maisha ushangae. Basi bwana, mimi nikaenda na mzee kwenye gari. Hapa ndani kuna magari mengi tu. Yaani mazuri baya mno. Nikaenda kwenye gari. Napanda kanipeleka, tukaenda dukani, kuna duka la simu baba anauza. Nilichukua simu moja kali sana. Kali sana ya mamilioni. Nikachukua na kadogo. Nikafanyia mambo yangu. Japo
Akisha sema hapa inabidi nirudi nyumbani. Nikamwambia anishushe pale maskani. Anishusha pale shati langu pale. Arudi kwa shikaji nimegongelea. Kwa sababu kulikuwa kuna nguo pale mzee alikuwa amenunulia ziko kwenye gari. Kwa hiyo nilichofanya mimi hata kuoga kwa sababu sikuoga. Ni wakati niko kwenye gari nikamwambia mzee nguo zangu bwana. Anapenda nataka kuzishusha nguo za nini? Sirudi kwa mzee wako. Nikamwambia lazima kwanza nichukue hata 2-3 nivae. Kwa hiyo nilisimamisha gari kama sijaingia dukani mimi nikagongelea kwanza. Hapo nimegongelea na nuka uje sijaoga. Nikagongelea nini? Pita paka sema sasa hapa inabidi upulize na perfume. Ndio mzee akaingia dukani akachukulia tena kwa hela yake mwenyewe. Chukua perfume kali, perfume za Kiarabu hizi. Unajua shilingi ngapi nauza hii? Hii hapa hii. Unajua shilingi ngapi? Nikamwambia mimi sijui mwanangu. Akaniambia hii hapa, nikamwambia milioni 1.5. Hii sasa ukitupa hapo umetupa milioni 1.5. Kwa hiyo jipulize, hakikisha unaiweka vizuri. Kunijipuliza ndanukia. Yaani nimeshuka pale washikaji wenyewe anashangaa. Nikamwambia wanangu nimekuja na kazi. Nikagawa disco zile kwanza 10,000 za kutosha pale. Nikamwambia wewe shika hii hapa, wewe shika hii. Nikawapa shikaji kama 3-4 hivi. Wale wengine vidada vile vitoto vile. Nikamwambia mpelekeni kwa mama zenu hapa. Waambieni watafutieni chakula hizo na 5 hizo ni mpaka nashangaa. Kakaka mleo umekuwa mchalo. Kakaka mleo katupa hela kakaka hivi unajua ile. Nikawapanga washikaji nikamwambia sikia nikwambie kitu. Mimi mzee wangu nini? Kashanitafuta hapa kashanipata nini unaona nimeenda yule mzee alikuja kunibeba wangu akanipeleka kwa mzee bwana. Sasa cha kufanya hapa nataka nimtafute dada yangu leo apatikane. Mwana akaniambia fresh mwanangu tunajua wauni mtu akishakuaga maisha yamemnyokea wauni wanakuaga wale ndio chawa wako yani. Utachukua wauni zako 2-3 hivi wale ndio chawa zako wewe hapa. Basi bwana. Nikamwambia sasa hivi twende tukale tukaenda sema tukala nini tukagonga na vyombo vya kutosha. Tukakaa pending. Tasubiri jioni ifike tuingie mazingira yetu. Tuliwahi sana siku za 12 sisi tumeshafika pale tumekaa. Wale madada poa wale wakao wenyewe wanajipitisha pale. Wanatuambia nyie vipi? Sisi tunapigana story kwamba ni wanetu bwana unifanyeni biashara nini? Afikia nini? Tukamtafuta mdada mmoja alikuwa amekuru sana. Nikamwambia bwana mimi na dada yangu anaitwa fulani. Nani anaitwa Zuena. Zuena nani kata? Bwana yeye anaitwa Zuena. Zuena nani? Zuena Firpo. Zuena Firpo. Bwana mnampata Zuena Firpo hapa. Bwana kuna dada Zuena kama 3. Lakini wote ni vichaa. Hapo unataka na sister kama nikavamia sister yangu bwana mwenyewe niko mazingira fulani sema nini? Nataka nitafute sister yangu ni bwana anapatikana mazingani msalimie mtambo sana tumetengana nini. Umeona? Kamwelekeza kila kitu mpaka basi nitakuonyesha Zuena wote. Aleta simu yake kanionyesha. Aliponionyesha dadangu nilimjua dadangu tunafanana fulani hivi. Tunafanana fulani na sijapanga sana. Mimi sio watu nichukua kwa baba lakini yeye amechukua kwa mama. Kwa hiyo kuna vitu fulani mnafanana ukitata mapanchi yake tunafanana lakini sura yote ni ya mama. Nikamwambia dadangu mimi niuza. Kama ni huyu mimi nambaki ni naye. Ila huyu hapa nambaki sina, huyu hapa nambaki naye. Kwa hiyo alikuwa namba za Zuena wawili. Na huyu mmoja huyu mimi ila huyu nambaki naye ni chef lakini ni chef kupita wote. Yaani yeye kwenye yote ni chef kupita wote. Ni mkali lakini si muongeaji. Lakini hao wengine hao sina namba. Kwa kama sina namba huyu kwa sababu anaongea sana mimi sipendi mtu anaongea sana. Lakini ananiambia dadangu mimi aongei sana. Ndio maana namba yake lakini ni chef kufollow. Basi nikamwambia basi poa mcheki. Cheki nini mwambie kuna nani kichwa hapa. Kwa hiyo alimcheki dada yangu wapi amba wangu nimekula kichwa niko sehemu fulani. Mbona leo utokee? Akasema nilikula cha kwenye simu yani akampigiwa simu kaenda sema natumikia. Kamba basi fanya juu chini nini? Njoo mwanangu leo vichwa vinaenda vibaya mkamba wapi? Wakati mambo hapo umekaa tutokea saa ngapi? Muda tunaongea kama sitaenda saa 1. Sasa kuna mbili naambia watu mnang'aa tu sharubu. Mimi nakula maisha niko huku mwenzi. Akaambia fanya juu chini mwanangu uje. Yaani njoo kuna dili kubwa sana. Basi ndipo tulipokaa tuliposubiria. Baadaye dada alikuja na alipewa kichwa ilikuwa ni mimi. Washikaji zangu wakaniambia sasa nini? Utatimba maskani basi. Kwa hiyo mimi nimchukua sister yangu nikaenda naye guest. Nilifika pale guest nilikaa. Nikafunga mlango nikamwambia kwa sababu yeye tayari kwa shashusha ile nguo ya juu unajua watu alipoingia mle kwa ile nani hajafungua pale nipeka guest za Swahilini tu. Kashusha ile nguo ya juu kashavua anasidiria. Baki nasidiria tu. Nikamwambia sister embu vaa kwanza hiyo shati. Anambia tunalipotezea muda wangu nikamwambia mnavaa uwe na amani. Wewe unataka hela? Nikamuonyesha hela hizi hapa. Ilikuwa kama kuna 50 hapa. Nikamwambia hela hizi hapa. Au utapewa hela zako. Wewe vaa tu shati. Uwe na amani. Umeona? Nikamwambia samani naomba nikuulize wewe unaitwa Zuena nani? Kaambia hizo kazi yako. Sio ndio nileta hapa nikamwambia nakupa hela. Nikila nitakacho kuuza nakupa hela. Wewe niambie. Unaitwa Zuena nani?
Akaambia wewe, kwani vipi? Nimekuja kuulizana, yaani unajua watu ni wakali. Kwani vipi? Japo unaona kwa sababu mtu anaongea haraka lakini si mtu ambaye anapenda kuongea. Nikamwambia wewe niambie mimi na maana yangu. Mimi naitwa fulani fulani, labda nitambulishe mimi. Mimi namtafuta dadangu. Namtafuta dadangu, tumezaliwa tumbo moja, lakini dadangu aliondoka na mama yangu. Kwa hiyo walitengana na mimi nikawa nimemtafuta dadangu kwa muda mrefu, nikaambiwa dadangu yuko maeneo ya Mazese. Kwa hiyo nimekuja, nimeulizia kwa sababu mimi na dadangu nalijua. Nimetafuta, nimeona wewe ndio kama tunafanana na mimi, ndio maana nimekuchukua wewe. Ninahitaji wewe tujue kama ni kweli ni dada yangu ili twende. Baba anatafuta sana, muda wote anaweza kadedi anahitaji. Dadangu aliwaka sana, sitaki mimi sina baba, sitaki mimi sina hiki, sitaki. Yaani aliongea vitu vingi, naona kwa sababu anaongea kwa machungu, lakini ndio huyu ndipo nilipombembeleza nikamkumbatia dadangu kwamba dadangu, yaani wewe ukiongea hivyo wewe hujafanya mabaya kwa baba, mimi ndo nililipa kisasi. Mimi hapo naponiona mwanangu mimi ni chokora. Usinione nimegongelea zingo, nimegongelea hata kuoga kwenye mimi sijaoga. Yaani leo ndo kwa mara kwanza nimeenda kuonana na baba. Mimi ni chokora, niko pale pale Ubungo maeneo ya Shikilango. Miaka yote nishamwachaka baba. Mimi siko na baba kama unavyofikiri. Nadhani unaniona. Angalia hata nywele zangu na peni zangu mimi zimesimama ziko ovyo. Hapo unaweza kujigundua kabisa kwamba hizi simu naiona hapa hii ni mpya, baba leo ndo kanipa kwa ajili ya mawasiliano, nimetoka kuchukua dukani kwake. Si unanielewa? Naomba twende kumuone baba. Kwa hiyo niliongea tu kwa muda mrefu sana kule ndani. Baadaye akaniambia, "Okay poa, nicheki siku nyingine." Nikamwambia, "Hapana. Mimi sitaki tufanye sijui siku nyingine. Naomba kesho asubuhi nikutafute tuondoke wote. Naomba namba yako ya simu." Akaambia, "Sina simu." Nikamwambia, "Wewe rafiki yako sasa amekutafuta wewe." Akaambia, "Okay sawa, shika." Akanipa namba yake ya simu, nikapiga pale naita. Sika unanielewa. Asubuhi kulikucha nikaenda kumtafuta kwenye simu dadangu akapatikana. Kwenye simu hapatikani. Mimi nilichokifanya kwa sababu nilikuwa na namba yule rafiki ya yule mshikaji ambaye nimkuta pale rafiki yake yule, nikampiga, "Mbona hapatikani? Nataka leo twende sehemu fulani." Akaambia, "Umenogewa?" Nikamwambia, "Nimenogewa nini hizi?" Nikwambia kama yule ni sister yangu. Akaniambia, "Sawa, nisahau." Kwa hiyo akaniambia, "Asubiri kwanza. Nafanya juu na kuelekeza tulipo." Nipo chukua washikaji zangu tukaenda, nikakuta dadangu anaishi chumba kimoja, wapo watu kama 8. Chumba hiki chumba ni sio chumba, chumba kama 8 yani hivyo, lakini wako mle. Basi nikamwambia, "Dada usitufanyie hivi. Twende. Mimi baba huku ananisumbua." Lakini cha ajabu tangia ile siku, yani ile nilivyoachana dada, nilipigia baba, nikamwambia, "Baba nishampata sister wangu." Akaambia, "Sio kweli jembe langu." Niambia, "Baba si kwamba mimi mtoto mjini baba, nishampata sister na nimepanga kesho asubuhi baba tutakuja. Yaani kesho hata kazini usiende." Baba kaniambia, "Mwanangu, unafikia hata kazini kwenyewe naenda?" "Mimi siendi kazi, sijaenda kazini muda mrefu sana. Kazini anaenda yule aliyofuata wewe. Mimi siendi kazini, nipo tu hapa nyumbani. Nasubiria siku zangu." Yaani aliongea neno sikumuelewa. Akaniambia, "Nasubiria siku zangu." Basi nikamwambia, "Basi sijali, majembe yako shapata, afu mwanao amekuwa mkubwa baba. Baba mwanao amekuwa mkubwa kinyama mwanangu. Yaani ninavyokuambia hivi ni mrefu, afu kafanana copyright kama mama. Yaani copyright kama unamwona mama huyu hapa mwanangu. Umeona?" Nikamwambia, "Lakini bro, nani mzee?" Ile mzee, nikuahidi kitu kimoja. Mimi kwa sababu umenisamehe nini? Si nimempata sister. Na hapa mbele za Mungu ili unisamehe vizuri kwa sababu mimi na makosa mengi sana babangu. Nataka nitakuhakikishia unampata mama." Akaniambia, "Unasemaje?" Nikamwambia, mimi si mtoto wa town baba. Si nimeshapata sister. Hakikisha unampata mama. Yaani mama mdogo yani mtaishi fresh. Babangu alifurahi. Yaani msikia baba amefurahi akaanza kukohoa. Sijui alikuwa anacheka sio kwa nini, lakini nilisikia anakohoa sana kwa muda mrefu sana. Akakata simu. Sasa imefika ile tunampeleka sister nikamcheki yule mtu akaja akatufuata sehemu tulipokuepo. Ninampeleka wapi? Nampeleka sister kwa baba. Huyu baba nimpigia simu. Hata anakuja, nimeona kama yuko sawa. Yaani sio kama vile jana tumeachana alikuwa amefurahi sana. Naona kama yuko sawa. Kaambia, "Sio niwachukue, niwapeleke nyumbani mara moja, kuna kitu hakiko sawa hapa." Nikamwambia, "Poa." Lakini mimi silikuwa nimeshajua mtoto mjini. Tulikuwa jana tulielekea hivi Mbezi huko wapi huko. Lakini nikaona leo kama tunaelekea sehemu tofauti. Nikamwambia, kama tunaenda mjini tena. Akaniambia, "Twende kwanza huko." Nikamwambia, "Mzee bana, pelekeni nani mtaka muone mwanae." Akaniambia, "Wewe twende. Hata huko nje atamuona."
Nikamwambia leo kaenda kazini? Akanambia hajaenda kazini bwana, anajisikia vibaya huko, yuko huko. Twende, yuko hospitali. Kaambia hapo. Kaenda hospitali. Tumefika, ilikuwa ni Muhimbili. Tumefika pale, kuna mtu alikuwepo pale naye mkaka. Alikuwepo pale. Lakini tumemkuta yule kaka alikuwa ameinamia chini. Muhimbili ukiingia, ukitoka emergency kwa mbele, kwa mbele kidogo kuna sehemu watu wanasubiriaga watu ambao wanataka kuona wagonjwa. Anauzaga vinywaji. Kwa hiyo yule mtu alikuwa amesimama pale. Kwa sababu alikuwa anaongea kwenye simu, uko sehemu gani? Akaambia niko karibu na hodi la watoto. Kwa chini kuna hodi la watoto lakini hapa juu tu. Akaambia poa, anakuja. Lakini upande wa pili kuna mochwari. Pale ambapo nasubiria, kwa mfano labda mnataka kuchukua maiti, mnakaa sehemu na kunywa soda mfano nini. Upande wa pili kuna mochwari, upande wa chini kuna hospitali ya watoto. Kwa hiyo tukafika pale kwa amenamia chini. Baba ananiuliza alitafuta simu, akaenda akapaki gari karibia na kanisa la Lutheran kule. Hapa kaja hapa. Akamenamia chini, akanambia nini kinaendelea? Baba alikuwa amekaa, yani alikuwa amenamia chini, akanambia mshikaji, bwana, hebu njoo pembeni kidogo. Akamuita pembeni, akawa anaelekea kama kwenye hodi ya watoto pale. Waliongea kwa muda mrefu sana, afu wamekaa hivi kwenye msikiti, kwa sababu kuna msikiti hapa pembeni. Hapa kuna kanisa Lutheran, hapa msikiti. Walikaa karibu kwenye msikiti kabisa. Akaongea kwa muda mrefu sana, lakini nimuona huyu aliyekuja kutufuata sisi akiwa amekaa chini. Unajua pale ni msikitini yani pale ni msikitini, lakini nimuona amekaa pale pale, afu ni barabarani kabisa. Yaani magari yanapita ambayo yanatokea huko, watoto huko anataka hata kumkanyaga. Nikasema na vipi, mbona sana yule nikakalishana chini? Hapa dadangu mwenyewe nakwambia akakupigilia dela utasema mtu, lakini sio, hamna kitu. Mzee wangu alizovaa ndani Mungu ndo anayejua. Muona makope manini makucha, yani kama jini. Anaenda kumuona babake huyo. Ana kibwenzi moja matata. Unaona? Nikaona amekaa chini. Nikaona unanichelewesha huyu mzee, mimi Mwaidi leo asubuhi namletea binti yake. Kwa hiyo nilienda pale nikamwambia vipi? Akanambia njoo kidogo. Na yeye tena akapata nguvu, akanyanyuka, njoo kidogo. Ndio babako tulimleta hapa anaumwa sana. Sasa hapa naambiwa yuko ICU. Sio kama naelewa, yuko ICU. Nikamwambia yuko ICU? Akasema naomba tokea jana alikuwa, yani ile mimi nilienda jana kumua, unakuta pale alikuwa anashindwa kupumua. Nikamchukua tokea jana, unajua kalala huko. Usiku nilimleta huko, alikuwa anashindwa kupumua. Kwa hiyo inaonekana aliyotokea nilipoongea naye akaanza kama koa ile, ndio moja kwa moja. Nikamwambia sasa kama yuko ICU tuende tukamuone. Unaona? Tukaenda, bahati mbaya wanazuia sana kwenda watu wawili, lakini mimi niliomba sana pale. Ikabidi wakubali. Niwaambia naombeni nitatoa hela aina yote. Mungu hapo ndipo penye na shilingi 10,000 kwenye mfuko, hela zote nishatumia. Nikamwambia nitatoa hela yote, naombeni tumuone baba. Baba anaumwa kwa sababu ya binti yake, huyu ndio nimemleta. Kuna mama mmoja alikuwa pembeni. Aliniangalia, akanisikiza kwa muda mrefu sana. Akamruhusu, akamwambia mwache waende wote wawili. Kwa hiyo tukaruhusiwa kuingia kwenye chumba. Tulikuwa tumevaa nguo maalum, lakini mimi na dada nilienda kule nimkuta baba. Nilipoenda nilimgusa baba, amewekewa mipira mdomoni. Yaani kila sehemu baba kawekewa mipira. Lakini nilienda nikamgusa hivi, baba alikuwa amegeukia huko. Naona hajashtuka. Nikazunguka upande ule ambako amegeukia. Nikamwona baba anaangalia. Yeye anaangalia, lakini uangaliaji wake macho hana nguvu. Nikamwambia kwamba baba, nimemleta mwanao. Baba aligeuza chini. Akamwangalia huyu dada ambaye nilikuwa nimeingia naye. Akajaribu kama kunyosha mkono, kwa mkono ulikuwa umewekewa mipira mingi sana. Unaona? Akataka kumshika, yani ile kama kumshika. Unaona? Dadangu mimi akiwa amesimama na makopi yake pale, hata ushtuki. Anamkazia tu macho, anamwangalia tu hivi. Nikamwambia wewe mshike baba. Akaniangalia tu, wewe mshike baba. Lakini mkono wa baba ulishindwa kufika pale ambapo dada. Na alikuwa karibu tu, anataka tu, yani dada ni kitu cha kusema ampe mkono. Mimi nikaenda nikamshika mkono wake nikampa baba. Akaambia kwani wewe vipi tunalazimishana? Lakini baba alivyomuona, unaona kabisa kwamba mtu kafurahi sana kumuona huyo mtu. Yaani kafurahi mno kumuona. Alichokifanya, alichukua mkono wangu akashikisha na wadada. Umeelewa? Akashikisha na wadada. Akawa analia tu, yani anatoka tu machozi. Mimi nilianza kulia.
Yaani zilianza kulia mle ndani, wakasema muda umeisha, tukatolewa nje. Lakini dadangu amesimama, yaani kama mlingoti, hata ile kusema baba nini hakumwongesha kitu chochote. Tukatoka nje. Nikamwambia wewe, hata kama una hasira, shinda hata kuelewa kwamba baba anaumwa sana kiasi hicho. Kwa nini umesimama kama mlingoti? Akaniambia wewe usinifundishe cha kufanya. Wewe umesema nimuone babako nishamuona. Kuna nini? Kuna nini cha zaidi? Mimi naondoka zangu kwanza. Nikamwambia usifanye hivyo. Tukae nje tumsubirie baba. Usifanye hivyo. Tukakaa pale nje, nikaanza kumwelekeza baba alivyoelekeza, alivyoniambia mimi jana na vitu vingine kama hivyo. Na akasema tuna mali, akasema bwana hizo mali zako msipige kelele mimi. Lakini mimi nikawa najua dada nisikize, lakini niliendelea kuongea hivyo ninaongea kama chizi. Naongea kwa uchungu sana. Naongea visasi nilivyofanya kwa baba, naongea kila kitu. Huyu dadangu sio alikuwa amemeza konokono kwenye kichwa chake, asikii bongo wake umefanyaje atielewe. Hakuwa anabadilika hata kidogo. Hakuwa anabadilika hata kidogo. Yaani hata ile kusema tu achange hata kidogo, alikuwa amekaa tu ananiangalia. Kama jamani nilikuwa niondoke mimi hapa. Kwanza njaa inaniuma. Nikamchukua pale nikamwambia wewe mzee, nikamwambia hela kidogo. Bwana ananiambia njaa inamuuma. Nilimza akachukua hela akanipa mpaka malaki. Tukaenda kule mbele kuna sehemu ya kula chakula. Akala karibia na Mwaisela. Akala pale yani anakula hapa. Ili hapa kwa auza atakijia chochote cha maana kweli hapa. Mimi nikavibua hii mama anachanganya kwa yangu na nyamba yangu mnanivuruga tu kichwa. Kamba nichukua viazi vyote kuja supu hapa kanyama supu kafanya nini. Basi baada ya hapo nikaambia twende pale kwa mzee tukasubirie. Tukapa tunasubiria nini kinaendelea, dada alipotea. Kumbe dada alishachenga kitambo, alishaondoka. Afu baada zaidi kaondoka na simu yangu ile kubwa. Alikuwa muda aliniomba niliomba iangalie, kaondoka nayo. Yaani hapo kashapotea tayari tena dada. Basi mimi nimekaa pale na mzee, lakini tumefika jioni tukaletewa taarifa kwamba mzee amefariki dunia. Baada ya kufa mzee, basi nilisimamia kila kitu mimi kama mimi. Dadangu hakutaka hata kuwepo msibani. Na mwisho wa siku kila kitu bahati nzuri baba alikuwa amekiweka. Yaani alikuwa amekiweka, alikuwa ameandika pale kwenye karatasi. Naona baada ya kwanza kuona na kohoa aliweka maelezo kwenye karatasi. Kwa hiyo tumeenda nyumbani, nilikuta lile karatasi chumbani kwake, tunaliona huyu mzee akaniambia shika karatasi, na mimi aliandika jana ili shika karatasi. Basi baadaye ilikuwa imeandikwa kila kitu, bali zote na vitu vingine na majumba mengi Kigamboni wapi huko vilikuwa vimewekwa pale, kwenye akaunti kuna kiasi gani, namba za akaunti na kila kitu vilikuwa viko pale. Mali anazosimamia huyu ambaye alinifuata mimi zote aliziorodhesha pale, na akataka huyu mzee awe kama baba yetu. Basi historia ya baba yangu ikameishia hapo, na mimi nimeanza maisha mapya. Ninaishi maisha haya, sina baba, sina mama. Mama nijitahidi kumtafuta, lakini sikuwa nampata. Namtafuta, sikuwa nampata. Lakini siku moja nilikuwa nipo kazini na sielewi chochote kwanza masuala ya kazi. Sijui chochote, lakini nilikuwa naenda tu pale, nakaa kwenye ofisi na naletewa tu pale namba, leo tumeingia hiki, kimetoka hiki, kimeingia hiki. Najua makampuni yameingiza hiki, sio au nini, sijui stock. Mimi naona tu vurugu tu. Kana naelekezwa pale, nimepewa mtu akaja kunielekeza tu kwamba hiki ni nini kwa ajili ya mahesabu, ili mwisho wa siku nje nisimamie mwenyewe kampuni hivyo. Lakini kuna mtu niliwapa kazi wale wauni wenzangu wale, nikaambia mtafute, lakini walikuja kuniambia kwamba wamemuona mtu ni kichaa, ambaye kwa sababu niliwapa picha ya mama ni kichaa, lakini anafanania sana na huyu mama. Na nilipoenda kuona kweli huyu alikuwa ni mama, lakini alishakuwa chizi kabisa. Yaani ile chizi anapiga tu, anakula uchafu barabarani, na sehemu alikoonekana alikuwa ni Kibaha, akija kupatikana Kibaha. Basi nikachukua nimempeleka kwenye hospitali maalum pale aanze kutibiwa na vitu vingine. Lakini mwisho wa siku huyu mama alipona, akawa tu kwa kawaida, japo sio 100%, lakini alirudi kwa mtu wa kawaida. Na mimi sikutaka huyu mama mdogo kutaka anijue mimi ni nani, kwa sababu alikuwa nikumbuki. Kwa hiyo mimi nilifanya kama namemtendea tu wema na vitu vingine kama hivyo. Basi nikaa nasubiria hata sasa hivi siku nikiona yuko salama 100%, japo anakula anafanya kazi kwa namna. Siku nikiona amekaa sawa, ndipo nitakapompa nafasi yake au kiasi chake cha mali, alafu
aanze na maisha yake mengine, japo amekuwa ni mkubwa sana mkubwa sana. Anasema kwamba anazaga watoto anatupa, anazaga watoto wengine anasahau njiani huko. Kwa hiyo hatujui hata watoto wangapi alishatupa wangapi. Hivyo historia yake tulivyoipata. Kwa hiyo naomba tuishie hapo, na story yetu imeishia hapo. Huyu dada yangu mimi amegoma kurudi, yuko mtaani anafanya biashara zake alizoziamua yeye. Asanteni, naomba usiache kusubscribe na kulike, kushare ili watu wengine wapate story nzuri kama hii.